Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko town bwana ni sakata zima la tunzo za Grammy. Bwana, hizi ni tunzo ambazo mapema kabisa katikati ya mwaka huu tuliona kwamba kulikuwa kuna heka nyingi. Na hizi zilikuwa ni heka za wasanii wetu wa Bongo Flava ambapo walikuwa wametuma maombi ya kuwa considered katika kuwania tunzo hizo za Grammy, yani nomination consideration katika tunzo hizo za Grammy. Na kusema ukweli ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeleta matumaini kwa wadau wengi sana wa mziki wa Bongo Flava baada ya kuona kwamba wasanii wetu bwana wamejitokeza au wamepata hiyo opportunity ya kwenda kuwania kuwa considered kwa ajili ya kuwania tunzo au kuingia katika kategori ya tunzo za kuwania Grammy huko Marekani. Maana ukizingatia bwana ni kwamba tunzo za Grammy bwana ndio tunzo ambazo zina heshima zaidi duniani. Yani katika tunzo ambazo zina heshima kubwa zaidi katika upande wa muziki duniani bwana, tunzo za Grammy ziko well respected. Kwa hiyo bwana, kutokana na kitendo cha kuona wasanii wa Bongo Flava wamekuwa considered katika nomination, basi moja kwa moja ni kitu ambacho kilikuwa kimeleta imani, kimeleta furaha bwana kwa namna moja au nyingine, na watu wengi sana wakawa wameshaona kwamba hii ni hatua positive kuelekea katika direction nzuri ya kuhakikisha kwamba muziki wetu wa Bongo Flava na wasanii wetu wanaenda kutambulika kimataifa zaidi. Katika upande wa wasanii ambao walikuwa wamepata nafasi ya kusubmit consideration zao kwa ajili ya nomination hizo za Grammy ni pamoja na Harmonize, Konde Boy, Mario, bila kumsahau AY, Fid Q pamoja na Abigail Chams. So ilikuwa ni momenti nzuri sana kuona wasanii hao bwana walikuwa wamepokelewa consideration zao katika tunzo hizo, na tukawa tunasubiria sasa nominations zitangazwe ili tuweze kujua kwamba je, msanii wetu hata mmoja amepata nafasi ya kuwa nominated katika tunzo hizo, maana kitendo cha kuwa nominated tu tayari ni heshima. Kwa sababu inafahamika kwamba kuna wasanii wengine wengi tu huko Marekani kama vile kina Snoop Dogg wamekuwa nominated katika tunzo za Grammy na wanaheshimika japokuwa hawajawahi kushinda hata tunzo moja ya Grammy. So tukirudi kwenye pointi ya wasanii wetu hapa Bongo bwana, jambo la kushangaza kabisa ni kwamba hakuna msanii hata mmoja ambaye amekuwa nominated yani aliyepita tu kwenda kuingia katika kinyang'anyiro cha kuwania tunzo hizo. Kwa bahati mbaya ni kwamba hakuna msanii wetu hapa Tanzania hata mmoja ambaye amepata hiyo nafasi. Ukiangalia vizuri bwana utajua kwamba na sasa hivi ukizingatia ni kwamba kuna hii kategori mpya kabisa ambayo imefocus zaidi kwa wasanii wa Kiafrika ambayo inafahamika kwa jina la Best African Music Performance. Hapa ndipo ambapo wasanii wetu walikuwa wanatamani sana kuwepo katika hii kategori, lakini katika hii kategori bwana zimeingia nyimbo za wasanii wengi sana kutoka pande za Nigeria na cha kushangaza zaidi ni kwamba mpaka kutoka pande za Uganda, lakini Tanzania hakuna hata mmoja ambaye amekuwa nominated. Wasanii ambao wamekuwa nominated katika tunzo hizo katika kipengele hicho cha Best African Music Performance bwana, hapa kuna Burna Boy, kuna Davido, Omalay, Eddie Kenzo, Mahran Martin, Ira Star, Wizkid na Tyler. Kwa hiyo moja kwa moja bwana ni kwamba wasanii wetu hapa Bongo hakuna hata mmoja ambaye amekuwa nominated, na hapa tunaona kwamba kumekuwa mpaka na maelezo zaidi hapa yamejitokeza. Kwa mfano hapa kuna page imekuja imeandika kwamba mastaa wanaowania tunzo za Grammy kwa mwaka 2026. Tunzo hizi zitatolewa Februari mwakani, ambapo hapa ameandika kwamba tunzo za Grammy kwa mwaka 2026 zimetangaza rasmi wasanii wa Afrika wanaowania kipengele cha Best African Music Performance ambacho mwaka huu kimeonekana kuwa na washindani wakubwa
kubwa kuliko wakati mwingine wowote. Miongoni mwa wasanii hao ni pamoja na Burna Boy kupitia wimbo wake unaofahamika kwa jina la Love, lakini pia kuna msanii Davido ambaye yeye pia Davido ameingia katika nomination hizo akiwa yuko na Omalay katika wimbo wao unaofahamika kwa jina la With You, Eddie Kenzo na Maher Martin na wimbo wao unaitwa Hope and Love, lakini pia yuko Ayra Starr akiwa yuko na Wizkid kupitia Gimme That pamoja na Tyler kupitia wimbo unaitwa Push to Start. Tunzo hizo zitafanyika huko Los Angeles, California, Marekani mnamo mwaka 2026 ikiwa ni usiku wa heshima na sherehe kubwa inayohamasisha mafanikio ya muziki duniani. So kwa kifupi ni kwamba katika tunzo hizi za Grammy bwana, wasanii ambao wamekuwa nominated ni wale ambao waga almost kila mwaka wamekuwa wakiingia katika tunzo hizo. Hapa tunamtaja Davido, Burna Boy, Ayra Starr, Wizkid na Tyler. Umeona bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimewadisappoint wa Tanzania wengi, yani wabongo wengi sana kiukweli. Hii issue bwana imewauma kwa namna moja au nyingine, kwamba hawajapendezwa kuona kwamba imekuwaje tena wasanii wetu kila siku sisi hawapati hizo opportunity na mambo mengine kama hivyo. Lakini hapa pia kuna page nyingine wamekuja wameandika kwamba bwana, orodha rasmi ya wasanii kutoka bara la Afrika walioteuliwa kuwania tunzo za Best African Music Performance imewekwa wazi, huku baadhi ya wasanii kutoka Tanzania walioorodheshwa katika hatua ya awali ya consideration kwa ajili ya tunzo hizo za Grammy, lakini hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kufika katika hatua hiyo ya uteuzi rasmi kwa mwaka huu. Wasanii waliotajwa katika kipengele hicho ni pamoja na Burna Boy kupitia wimbo wake wa Love kutoka Nigeria, Davido wimbo wake wa With You kutoka Nigeria, Tyler Push to Start kutoka Afrika Kusini, Eddie Kenzo kutoka Uganda wimbo wake unaitwa Hope and Love, Ayra Starr na Wizkid wimbo wao unaitwa Gimme That kutoka Nigeria. Hawa ndio wasanii wa Tanzania sasa ambao walikuwa considered. Yani hao ni wasanii ambao wako nominated sasa hivi. Sasa wasanii wa Tanzania ambao wamekosa hiyo nafasi sasa, ambao walikuwa considered lakini katika nominations wametemwa. Ni kama wafuatavyo: Diamond Platnumz kupitia wimbo wake wa Low ambao amefanya na Ciara, Harmonize kupitia wimbo wake wa Me Too ambao amefanya na Abigail Chams, Simuoni ambao amefanya na AY, Furaha na Finally ambao amefanya na Ben Amiri, Miri Bien. Alafu kuna ngoma ya FDQ inaitwa Glory ambayo hii bwana amefanya na Damian Soul na Jose Chameleone. Mario kupitia wimbo wake wa Nairobi ambao amefanya na msanii kutoka Kenya ambaye anafahamika kwa jina la Bien Soul. Lakini pia Abigail Chams kupitia wimbo wake wa Me Too pamoja na AY. Lakini cha kushangaza ni kwamba kutoka Afrika Mashariki bwana, kuna mwakilishi katika tunzo hizo ambaye ni msanii kutoka Uganda anaitwa Eddie Kenzo. Yeye pekee kutoka Afrika Mashariki ndiye aliyefanikiwa kuingia katika orodha rasmi ya kuwania tunzo hizo, yani nomination, kupitia wimbo wake unaofahamika kwa jina la Hope and Love. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na pia ukiwa kama mdau tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.